Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Hapa Nazungumzia. Si wengine bali ni Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Hapa Nazungumzia. Si wengine bali ni Young Africans katika kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri licha ya kwamba wametoka kupoteza mchezo wa ngao, mchezo wa siku ya wananchi Young Africans kwa bao 2-1, ukiweza kushuhudia wachezaji wote wakiweza kupata nafasi ya kuweza kucheza na kuonyesha kile ambacho wako nacho mbele ya wananchi Young Africans. Sasa mimi hapa nimekusogezea taarifa kutoka huko katika shirikisho la soka la Tanzania kuhusiana na mchezo wa Hapa Nazungumzia ngao ya jamii ambao wanakwenda kuwakutanisha wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club pamoja na Hapa Nazungumzia Young Africans, mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa kweli kweli, huku wote wawili wakitoka kupokea vichapo katika timu ambazo walizialika katika matamasha yao. Sasa kila mmoja hana cha kujitetea kwa mwenzake wala kumtambia kulingana na matokeo ambayo yaliyopo. Sasa mimi nimekusogezea taarifa kubwa kweli kweli ambayo imejiri kuhusiana na ratiba ya mchezo huo mkubwa ambao unasubiriwa na wengi kuweza kuona hatima yake inakuwaje, mambo yatakuwa vipi katika dabi ya Kariakoo, huku Young Africans wakiwa na maingizo mapya, pia Simba Sport Club wakiwa na maingizo mapya. Ratiba imesemaje huko kilichojiri nimekusogezea hapo, utakwenda kujua kila kitu. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu wakati wowote pindi ambapo taarifa zetu zinakuwa zinakufikia, unakuwa na uhakika wa kuweza kupata taarifa. Subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Hapa Nazungumzia si wengine bali ni Young Africans na Simba Sport Club. Unafahamu ya kwamba wanakutana katika kile kinachoitwa ngao ya jamii, ambapo utakwenda kushuhudia ubora mkubwa wa timu zote mbili ambao unatarajiwa kwenda kuonekana, ambapo mchezo huo umepelekwa pale Zanzibar kwenye uwanja wa Amani Complex, ambapo utakwenda kushuhudia mashabiki zaidi ya 20,000 wakipata nafasi ya kwenda kuishuhudia gemu hiyo, ambayo kila mmoja anahitaji kuweza kuweka heshima kwenye kuanza msimu wake, ambapo inaonekana kabisa kila mmoja tayari amekwisha tua katika Hapa Nazungumzia dimba uko Amani Zanzibar. Tayari kila mmoja akiweza kuwasili leo hii, ambapo taarifa ambayo imetolewa kama mchezo utapigwa tarehe 12, ambapo kila mmoja atakwenda kushuhudia siku ya Jumatano gemu hiyo ikiweza kuchezwa, licha ya kwamba pia kwa kile ambacho kinachoonekana katika matamasha haya kuna surprise ambayo watu walikuwa wakitarajia kuweza kuiona lakini haijatokea, ambapo ni kuhusiana na dili la Feitoto kutua katika miamba ya soka hii miwili, ambapo ilivyokuwa ikiweza kutarajiwa na watu wengi. Lakini unaambiwa kama ulizani ya kwamba pengine dilisha hili la usajili litafungwa hivi hivi bila kuweza kumshuhudia Feitoto akitua kwenye timu za Kariakoo, basi utakuwa kwamba hujapata taarifa hii. Sasa taarifa ni kujulisha kwamba kupitia kwa mtangazaji Maulid Kitenge ameweza kuweka bayana juu ya wapi Faisal anakoelekea na nini ambacho kimekwamisha Faisal kuweza kutambulishwa katika sehemu hizi mbili, ambacho kinachosubiriwa kwa sasa, na huenda anasema ya kwamba pengine
dili hilo linaweza kukamilika kabla ya tarehe 15 ambayo itakuwa ni siku ya mwisho wa dirisha la usajili kuweza kufungwa, ambapo kwa mujibu wa mtangazaji wa michezo hapa nazungumzia Maulid Kitenge, anasema kwamba klabu ya Yanga imefikia makubaliano ya mapema kabisa ya kumpata, hapa nazungumzia si mwingine bali ni Feitoto, lakini sababu kubwa ambayo inachangiwa kwa Feitoto kutokumalizana na klabu ya soka ya Young Africans mapema kabisa kwa wengi ambao walivyokuwa wakiweza kutarajia, ni inaelezwa kwamba ni makubaliano ambayo Azam FC wameingia na Feitoto, ambapo taarifa inawekwa wazi, inasema ya kwamba kile ambacho kinachoonekana kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Azam FC ndio wao ambao wameweza kushikilia mpini, na inaelezwa kwamba muda wowote kuanzia sasa huenda makubaliano yakaafikiwa vizuri kwa pande zote mbili kuweza kumaliza dili hilo kubwa kabisa, ambapo kwa kile ambacho amekisema Kitenge, amesema kwamba Young Africans wamefikia makubaliano ya binafsi ya personal terms na kiungo mchezeshaji wa Taifa Stars Faisalum Feitoto ili kumrejesha klabuni hapo baada ya kuondoka kwa mgogoro wa mkataba hapo awali. Hata hivyo Kitenge anaeleza kuwa Azam FC bado hawajathibitisha uhamisho huo na wanasisitiza mchezaji huyo ana mkataba nao hadi 2027 huku kukiwa hakuna ofa rasmi iliyowasilishwa. Kitenge amebainisha kuwa kufungwa kwa dirisha la usajili Agosti 15 kunafanya muda kuwa mchache mno kukamilisha meza ya mazungumzo, jambo linaloweka msisimko na wasiwasi mkubwa kwa mashabiki. Mbali na Yanga, uvumi unaodaiwa na Kitenge unaonesha Simba pia ipo kwenye picha ikinyatia saini ya mchezaji huyo. Kwa sasa Yanga wamekamilisha mazungumzo na Feitoto, lakini Azam wanasalia kuwa kizingiti kikubwa kabla ya tarehe ya mwisho ya usajili, na kila kitu kinaweza kubadilika ghafla katika siku hizi chache zilizobaki. Je, unaona Feitoto kweli akitua katika miamba ya soka ya Young Africans? Kwa kile ambacho kinachoonekana ni pengine ni story ambayo watu wengi wanaisubiri kuweza kuona kama itakamilika ama zitakuwa ni mwendelezo wa zile story ambazo zinazoendelea kuweza kutikisa kwenye hapa nazungumzia dili hili la usajili. Lakini katika kile ambacho kimeendelea, inaelezwa kwamba kuna watu pengine hujawaona katika hii Yanga Day, ikiwemo striker hapa nazungumzia Laurindo Depo. Inaelezwa kwa mshambuliaji wa Yanga Laurindo Depo ameonekana kuingia kwenye sintofahamu kubwa kuhusu hatima yake ndani ya klabu hiyo baada ya jina lake kutotajwa wakati wa utambulisho wa kikosi cha msimu. Tukio hilo lilijiri katika kilele cha wiki ya wananchi, ambapo uwanjani ambapo maelfu ya mashabiki walihudhuria kushuhudia nyota watakaowakilisha wananchi msimu mpya, akitaja majina ya wachezaji watakaounda kikosi hicho. Afisa habari wa Yanga Alikamwe alitaja orodha ndefu ya nyota wa zamani na wapya, lakini jina la Depo alikuwemo kabisa. Hatua hiyo imeibua maswali mengi miongoni mwa mashabiki, ikiashiria kuwa huenda mshambuliaji huyo yupo kwenye mipango ya mwalimu kwa msimu ujao. Kikosi kilichotambulishwa ni makipa ni Diara, kuna Abutwalibu Msheli, Hussein Masalanga. Mabeki kuna Bakari Mwamnyeto, Dickson Job, Shadrack Kiboka, Ibrahim Baka, Kuasi Yao, Kibwana Shomari, Nixon Kibabake, Eli Kimwijage na Dennis Nkane. Kuna upande wa viungo kuna Mudathir Yahya, Abdunasir Abdalla, Mohamed Musa, Abubakar Nizal, Faruku Komara, Duke Abuya, Alan Okelo, Azizi Andambwile, Edmund John, Mohamed Hussein, Abubakar Salum. Lakini katika upande wa washambuliaji kuna Max Nzengeli, Fredi Ngoma, Peter Shalulile, Ibrahim Toure, Albert Kagwanda, Hussein Zakon, Clement Mzinze, Mohamed Damaro na Isa Bushir, ambapo wakiwa katika kikosi hicho, huku jina la Depu halionekani. Lakini mbali na hivyo, kiungo machachali Pacome Zouzoua naye kutajwa kwenye kikosi hicho kutokana na kuondolewa katika mfumo ule, lakini bado anahesabika kama ni mchezaji wa kikosi cha wananchi Young Africans. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa